Kilwa Finest, Gharib Mzinga. Niko Mbweni, Dar es Salaam, na huku kilichonileta ni kwa ajili ya kukutana na nyota wa kimataifa wa Tanzania na klabu ya JKT Tanzania. Ndiye nyota pekee ndani ya taifa hili la Tanzania ambaye amekipiga kwenye kikosi cha Stellenbosch, The Starlies. Hawa ndio wapinzani wa Simba Sports katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Yes, sasa basi, sauti hii ya Ali Msengi ndio sauti bora zaidi kuelekea katika huu mchezo. Watu wanataka kufahamu Stellenbosch ni timu ya aina gani, mazingira yake yako vipi, namna ambavyo wanakuwa treated, namna sehemu ambayo wanapatikana na kadhalika. Kuna vitu vingi, na ametoa asilimia ngapi juu ya Simba na Stellenbosch katika kwenda mchezo wa fainali. Itakuwaje? Tutamsikiliza Ali Msengi, lakini mimi niko hapa kwa ajili yako na hii ni Mzinga Sports. Yes bwana, ndani ya Mbweni, na hapa tumekuja kumfuata Ali Msengi, kiungo wa kimataifa wa Tanzania, nyota ambaye amepita katika klabu nyingi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Huyu bwana kama tutakumbuka ile Serengeti Boys ya mwaka 2017 Gabon mpaka kombe la dunia, alikuwa miongoni mwa nyota muhimu katika kila kikosi ambacho kilifanikiwa kufuzu ile michuano ya Afrika, yes, ambayo ilifanyika kule Gabon. Lakini kama haitoshi, amecheza kandanda Afrika Kusini kwa miaka kadhaa, lakini miongoni mwa timu ambazo amecheza pale Afrika Kusini ni Stellenbosch au The Starlies. Hawa ndio wapinzani wa wekundu wa Msimbazi Simba katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Mchezo wa kwanza utapigwa Aprili 20 hapa Tanzania. Mchezo wa pili utapigwa Aprili 27 kule Afrika Kusini. Sasa yeye, sauti yake ndo sauti kubwa zaidi kwa Watanzania wote, ambayo tunaweza tukaisikiliza au tukasikia kitu gani anatuambia, kwa sababu alikuwa katika viunga vya ile klabu, amechezea ile klabu, kwa hiyo anaifahamu vizuri, na ndio maana tumefunga safari mpaka kumfuata huko alipo kwa ajili ya kupata mawili matatu. Ali, mambo vipi? Fresh. Uko vizuri? Safi kabisa. Ona umepoa? Tupo. Bwana, Stellenbosch, kwanza ulikaa pale kwa kipindi gani? Nikaa kwa miaka miwili. Okay. Miaka miwili kama na nusu. Aha. Na walikuona wapi Stellenbosch? Stellenbosch ni story fupi kidogo, kwa sababu nilitoka ligi kuu Tanzania hapa. Yeah. Nikaenda moja kwa moja Stellenbosch, kwa ilikuwa ni issue ya agent ambaye nafanya naye kazi. Au pia ilikuwa ni issue ya CV nilokuwa nayo ya ligi kuu na ile national team ile under 20, under 17. So ndio vilichangia mpaka nikapata ile nafasi. Aha, okay. Stellenbosch umecheza sema almost miaka miwili na nusu. Kabla sijaenda maswali deep, nataka kufahamu hii Stellenbosch watu wamekuwa kichanganya, inapatikana maeneo gani pale Afrika Kusini? Stellenbosch ipo Cape Town. Okay. Ila ni ipo nje kidogo ya mji, kwa sababu Cape Town kuna timu tofauti nyingi, lakini kwa timu za ligi kuu ni Cape Town City na Stellenbosch. Okay. Na mwaka jana nafikiri kulikuwa kuna Cape Town Spurs msimu uliisha, lakini ilishuka. Kwa Cape Town City ndio ipo katikati ya mji, Stellenbosch ipo nje ya mji kwenye hicho kitongoji kinaitwa Stellenbosch. Okay. Umeona, kwa kule ni kama kamji kadogo. Kwa kanajikita sana na wanatengeneza sana wine. Okay. Na ile Ajax Cape Town nao ipo ilikuwepo Ajax Cape Town, ndio ilikuja ikabadilishwa ikawa Cape Town Spurs. Hiyo nilikuwa sifahamu. Anyways, Stellenbosch kwa watu ambao haifahamu, kwa Watanzania wengi imekuwa kama timu mpya katika masikio yao. Hata ukiangalia wasifu wake unaona timu ambayo imeanza tu kwenye miaka hivi karibuni. Sahihi. Kwa uchache, labda Stellenbosch ni timu ya aina gani, labda mipango yake, labda namna ambavyo wanasajili wachezaji, labda makazi yake wanapokaa, mtu anataka kupata picha ile Stellenbosch ni timu ambayo ina uzito kwa kiwango gani? Stellenbosch so timu kongwe au so timu kubwa, kwa sababu imeanza kucheza ligi kuu South Africa msimu wa 2019-2020.
Umeona, kwa unaweza kaangalia na misimu michache tu kwenye ligi, lakini wamekuwa na mwendelezo mzuri. Umeona, wa back to back wanakuja mpaka wamepata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa, mpaka wame break mpaka wako sasa hivi semi final ambao wanakutana na Simba Sports. Kwa ni timu ambayo imeanzishwa ndani ya muda mfupi, lakini imekuwa na mwendelezo mzuri, na namna ambavyo inasajili ina depend na kocha alionaye. Kocha alionaye Steve Barker ni kocha ambaye anaamini sana kwenye vijana. Ndio maana unaweza kaangalia ile timu ina mchanganyiko wa watu wazima, lakini vijana ni wengi sana. Umeona, vijana ni wengi, kwa wanapenda vijana, kwa hata scouting wa timu wanaangalia sana vijana, kwa maana kwamba wanakuwa wanahitaji watu ambao wanaweza kufanya nao kazi kwa muda mrefu. Hataki yule mchezaji ambaye anaweza kumtumia kwa mwaka mmoja miwili. Kwa wanataka wachezaji ambao ni young generation, wanaweza kukaa nao kwa muda. Nimeona walikuwa na wachezaji wengi vijana ambao pia waliwaacha. Inakuwa rahisi kuacha wachezaji. Kwa mfano Jaden Adams ni kinda ambaye amefanya vizuri, lakini ameenda Mamelodi na kule kaingia kwenye kikosi cha kwanza. Inakuwa rahisi kwa kiwango gani kuacha wachezaji wao wale ambao wanaonekana kuwa muhimu? So kwamba wanataka mchezaji wa mng'ang'anie. Hapana. Pia wana tabia kwamba kuna mtu anakuhitaji, wakiangalia ni kwenye level gani au ni nani anakuhitaji. Kwa milango yao inakuwa ipo open sana, hawana ile tuseme ni tumng'ang'ania. Hapana, kwa sababu wanaamini kwamba kuna maisha pia baada. Kwa kama wanaona ni fursa, ukiangalia Jaden ameenda Mamelodi, kwa Mamelodi is compare na Stellenbosch. Mamelodi ni kubwa, kwa wanaona ni opportunity na nini. Hata kabla ya Jaden kuna kuna yule Argentina alikuwepo pale, alienda naye Mamelodi. Okay. Kuna Ikram naye ameenda Mamelodi. Wana utamaduni huo kwamba pia ni sehemu nzuri kwa ajili ya kukuza vipaji. Ni sehemu salama sana kwa vijana, kwamba wanajua namna ya kukuza vipaji, kwa wanakuza. Kuna time ikifika naona uko tayari kwenda, basi unahitajika sehemu, nenda. Nikikupa nafasi labda ya kuwaambia benchi la ufundi la Simba baada ya kupangiwa na Stellenbosch, na wewe unaifahamu, tahadhari gani ambazo unatakiwa kuzichukua kuelekea Stellenbosch ambao unaifahamu vizuri? Kwanza kabla sijazungumza kwamba tahadhari na nini, mimi nafikiri Simba wamepata bahati kwa sababu wana kocha ambaye anatoka Afrika Kusini, kanda ule. Kwa na imani analijua soka la South Africa, anajua ligi, anajua utamaduni wa kule kuliko hata mimi ambao nimekaa nafikiri miaka mitatu. Umeona, kwa anajua, ashakutana na Stellenbosch kipindi bado yupo kule kwenye ligi, ashaona. Kwa kusikia kutoka kwako pia. Kwa kifupi, Stellenbosch ni timu ambayo mpaka hapo ilipofika ni timu ambayo kwanza ina wachezaji ambao wanajicommit kwa 100%. Umeona, afu ina vijana kwa wana muda mwingi wanakuwa wanafanya movement, wanakimbia kwenye space. Wana wachezaji ambao wana speed, na hiyo ni nature tu ya South Africa. Kwa sababu nature ya South Africa, mpira South Africa ni kasi sana, watu wanakimbia sana. Ukiangalia wanapenda kutumia space na nini. Though wana technique pia. Kwa cha msingi ni kuangalia tu yale maeneo na kuziba ile mianya ambayo wanaweza wakataka kuitumia kukimbia. Sana sana napenda kutumia nyuma ya defensive line. Okay. Baada ya kutoka hii draw baada ya kuwa rasmi amepita Stellenbosch na Simba amepita. Simba unaifahamu, hujapata nafasi ya kucheza, lakini unaifahamu zaidi pengine kwa sababu umeiona muda mrefu. Stellenbosch na yeye pia umecheza. Picha gani ilikuja kichwani? Uliona kwa haraka hapa Stellenbosch hapa anavuka au Simba anavuka? Yupi unaona kuwa ana nafasi ya kwenda hatua inayofuata? Kwa mimi ninavyoona, sio kwamba anavutia nyumbani, lakini kiuhalisia au kiukweli Simba ana nafasi ya kwenda. Ukiangalia na wachezaji wengi wenye experience kuliko Stellenbosch kwa mmoja. Alafu ukiangalia pia hata kwenye ubora, mchezaji mmoja Simba ana quality. Ukiangalia pia hata Simba alishacheza mechi nyingi za kimataifa. Umeona, alishakutana na timu ambazo ni ngumu, lakini aliweza kupata matokeo. So
kwa kuangalia nani naweza nikampa Simba, lakini mwisho wa siku inabidi tusubiri tu dakika 180 ambazo atacheza 90 hapa 90 kule ndio zitakazoamua, lakini kwa mimi naipa Simba kama naamini itavuka na kwenda final. Kama ni asilimia? Kama ni asilimia nitampa Simba 60, nitawapa Steelers 40. Okay, sawa. Nimeangalia kile kikosi chao, asilimia kubwa unaona wachezaji wamezaliwa au wanatokea Cape Town kidogo, yani asilimia kubwa unakuta Cape Town wengi ni timu kwa ajili ya wachezaji wa Cape Town. Asilimia kubwa anapewa nafasi au ndio inatokea tu ndio wanasajili hapa? Inatokea tu, mbona wachezaji wengine wanatoka nje ya Cape Town kama hivyo, wanatoka nje ya mipaka ya South Africa. Alikuwepo Nathan Sinkala, alikuwepo Stanley Nigeria, kama sasa hivi wana Mkenya yule beki Brian Onyango. Kwa inatokea tu, lakini naona ni kitu kizuri, unajua saa nyingine kwamba cha nyumbani kukiangalia na kukithaminisha na kukikuza. Umeona, kwa ni kama tu sisi hapa kwamba unaweza kutaka kwa timu za mikoani zina wachezaji wengi na ambao ni wa mkoani, lakini kwa timu za tuseme hata hapa da ukifuatilia timu nyingi unakuta wachezaji wengi ni wanatoka hapa. Kwa pengine pia inapunguza zile gharama, unaweza kumtoa mtu mbali na nini, kwa lazima umpe accommodation, umpe nini. Kwa na Cape Town pia tu ni jiji limetawaliwa na yani unajua kuna Wakaburu, kuna wale white pure na kuna weusi wenzetu, umeona, lakini limetawaliwa sana na nanili Africast na white weupe. Kwa ndio unaweza kuona hata Steelers kuna weusi, lakini kuna zile timu zao za vijana zile wengi wanakuwa ni nanili Wakaburu. Sawa. Kuna mwamba mmoja Afrika Kusini kule na fedha nyingi sana, anaitwa Jean Rupertz. Kwa mujibu wa baadhi ya vyanzo vya Afrika Kusini vinamtaja miongoni mwa matajiri wakubwa, na anatajwa kwamba ndio mmiliki wa hii timu ya Stellenbosch. Kuna ukweli? Mmiliki wa Stellenbosch mwenyewe sijawahi kukutana naye wala sijawahi kuonyeshwa eti kwamba ni yule pale. Sijaona. Kwa umeiona tu ipo maisha yanaendelea Stellenbosch. Kwa Stellenbosch unajua kwanza ni Stellenbosch Academy of Sports. Okay. Yani ni sehemu ambapo kuna michezo aina mbalimbali, kuna ogeleaji, sijui kuna rugby, kuna nini. Okay. Umeona, na hiyo ana timu ya mpira wa miguu, wana girls. Umeona. Kwa ni kama kituo, ni kama academy. Wakati ukiingia pale Stellenbosch ukienda pale ni kubwa. Umeona, tofauti. Wamejenga mpaka apartments, umeona. Kwa ni kama bosi anatoa mfuko huko anaweka huko. Okay. Kwa ukienda pale utaulizwa unataka labda apartment za pale au kae nje, ni wewe sasa utachagua. Sawa. Kwa kuna upande pia mwingine wanakaa watu tu wa kawaida, lakini zote ni apartments ambazo ziko ndani ya ile Stellenbosch Academy of Sports. Kwa bosi mwenyewe nisiye kumuona, siye kuonyeshwa. Kwa mimi najua tu technical bench, najua tu uongozi kwamba huyu ni manager, huyu ni general manager, huyu ni CEO. Kwa bosi kabisa. Unavuta tu mpunga wako, mwisho wa mwezi unatoka wapi watajua wenyewe. Watajua wenyewe. Kwa ni tofauti na huko, unaweza kufika mtu akaja bosi, hata bosi kila mtu anamjua kwamba yule ndio bosi wa Simba, huyu ni bosi wa Yanga au nini. Mwanzo furaha. Bosi wa JKT Tanzania Jemedari Saidi huyu ana baya. Kwa ni hivyo, sijawahi kukutana, sijawahi kumuona, lakini anajua kabisa kwamba kwenye timu kinaendelea, kila kitu kinaenda sawa, kuna hiki na hiki na hiki. Okay. Swali la mwisho ambalo ningependa kuuliza kwa niaba ya watazamaji ni kandanda ya Afrika Kusini. Kandanda ya Afrika Kusini na kwetu sisi huko, utofauti ni upi? Bahati nzuri umecheza Afrika Kusini kwenye age ndogo, yani ukiwa mdogo. Of course sasa hivi bado ni mdogo, lakini tofauti na ulivyokuwa kule. Utofauti ni upi wa kule na kwetu sisi kiushindani? Utofauti ni mdogo, sio mkubwa sana ukilinganisha na miaka ya nyuma, kwa sababu sisi wenyewe
kadri siku tunazidi kukua, tunazidi kusogea, soka letu linasogea kama hivyo umekusikia juzi tulikuwa kwenye nafasi ya 4. Umeona, kwa tunazidi kusogea, lakini wenzetu lazima tukubali kwamba wako wametuzidi hatua, wako mbele kuanzia namna ya kumwandaa mchezaji toka akiwa mdogo mpaka anakuja kufikia kwenye soka la ushindani. Nafikiri wako very serious sana kuliko sisi. Hata ukiangalia academies ni nyingi South Africa kuliko kwetu, na kila academy ukienda unakuta zinazidiana, lakini userious unakuwepo. Kwa Cape Town tu, kama pale Cape Town unakuta ni kuna academy zipo nyingi, hata kwa haraka hata 5 zinafika Cape Town. So hujazunguka tena mikoa mingine, sijui uje Joburg, uende sijui Durban, uende sijui Port Elizabeth. Kwa wako serious sana kuanzia kwenye kumwandaa mchezaji mpaka kufikia kwenye yani anakuja anafika kwenye soka la ushindani tayari ameshafundishwa ile misingi ya professionalism, kwa anajua kabisa hivi nataka nifanye hivi, nataka ni hivi, kisi sawa. Tofauti na sisi kwa tunakuta tunazo, lakini sio kwenye kiwango kile ambacho kinahitaji muandae mchezaji. Lakini alhamdulillah tunasogea, sio mbaya. Sawa. Kikubwa tu ni labda nafikiri wanachotuzidi ni mambo tu ya infrastructure, unaona, uwekezaji wao kule na sisi huko, unaona, economically, yani nchi yenyewe pia ina nguvu ya kiuchumi. So na nimeona hata Stellenbosch, nimeona kwenye michuano hii ya CAF wanaenda kucheza uwanja wa Cape Town, wanatoka uwanja wao wa ligi wa kila siku wanakwenda Cape Town kucheza. Ule uwanja unaitwa Cape Town Stadium. Nadhani wanafuata capacity. Ule uwanja ni mkubwa kuliko ule na kwenye vigezo nafikiri vya CAF au FIFA. Pia yani si ulicheza World Cup ile nusu finali. Ni mkubwa, capacity ni kubwa, afu upo katikati ya mji. Umeona, kwa inamaanisha inakuwa ni rahisi watu kufika kwa sababu ule uwanja wao nanili huko Dan Craven upo nje ya mji, kama klabu ilipo ni nje ya mji, kwa hiyo inaweza kuchukua kama dakika 45 ukitokea Cape Town. Kwa gari. Kwa gari. Sasa tegemea kama sometimes za kutraba kuna ile traffic check. Lakini inaweza nusu saa mpaka dakika 45. Sawa sana. Kwenye mashabiki, ina mashabiki wengi au still ina mashabiki wengi kwa sasa hivi, lakini huwezi kucompare na Cape Town City au na Simba. Kwa hiyo kwenye timu za Cape Town pale, hii Stellenbosch ndo ya mwisho kwa yani Stellenbosch unajua imemkuta Cape Town. Cape Town yupo muda mrefu. Umeona, kwa watu wa Stellenbosch wanaisupport sana Stellenbosch, ndio wanaona vile. Sawa. Yani siku hadi siku analeta competition kwa Cape Town. Kwa kuna watu wanachukua. Kuna wengine kuna new generation watu wanazaliwa wanakuja wanakutana Stellenbosch kama hiyo sasa hivi, kwa obvious kwa naona kwa Stellenbosch na nini. Sawa. Lakini haiwezi kuwa ndo nusu ya uwanja ule wao wengi hapa. Sasa hiyo anaweza katokea, si unajua na kama sisi huku tunavyosema jambo la kitaifa, na yenyewe kwanza kama jambo la kitaifa watu mbalimbali. Mwingine hata sio shabiki wa Stellenbosch, lakini akasema leo anaenda kuangalia Stellenbosch wanacheza nusu finali. Mwingine anaweza akasema ngoja nikaangalie nusu finali. Umeona, kwa hivyo naweza kushangaa mashabiki wao ni wengi. Lakini ukifuatilia hata mechi zao zilizopita ukiangalia, sio kwamba ni timu ambayo inajaza uwanja mashabiki hapa. Kitu kawaida. Sasa kuna swali hili la kwangu binafsi, ili sio kwa ajili ya watazamaji, ni la kwangu binafsi, lakini wao watasikia. Tanzania mpira wetu asilimia pengine 100 kama sio 99 na pointi zake wa Tanzania ni Simba na Yanga. Afrika Kusini kuna timu 2 kongwe, Mamelodi na Kaizer Chiefs. Wa Afrika Kusini na wenyewe wamegawanyika katika hizo timu 2 au iko tofauti, kwamba kuna sehemu nyingine hizo timu hawazitaki kabisa? Timu gani? Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Ndo kama Simba na Yanga huko zile timu. Kwa Mamelodi amekuja kama alivyokuja Azam. Yani Mamelodi alivyokuja kwa historia jinsi nilivyoambiwa mimi.
ilikuwa ni Pirates na Chiefs. Ndio. Umeona. Lakini Mamelodi alivyokuja kwa kaja kama Azam au tunaweza kusema kaja kama Man City alivyokuja, umeona. Kwa kuna new generation kama, kwa sababu ukifuatilia asilimia kubwa watu miaka kwenye miaka 15 yani 20 hapo 15 na nini ana mashabiki wengi Mamelodi, kwa sababu mtu akizaliwa anakuta Mamelodi iko kwenye peak. Yeah, sure. Anaipenda Mamelodi, mtu kadhaa kutoka Man City iko kwenye peak anaipenda. Lakini mizizi ni Pirates na Chiefs kwa say. Okay. Bwana, ukikuta mtu anaita Pirates na Chief huyo mtu ni msauzi kweli kweli, ndio namna ambavyo hizo timu zinatamka. Nimeona wa South Africa wengi wanaita hiyo. Yaani sisi huko tumekazana Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, wanakuambia Pirates na Chiefs wamaliza. Kwa hiyo hii inathibitisha kweli kweli kwamba bwana Ali ameathirika na South Africa. Hapana shaka na sio ambao anatamani kwenda kukaa baadaye ukimaliza soka. Ile nchi kama unakuwa labda uhamie sasa kule. Uhamie moja kwa moja kule. Na maana hiyo na familia na nini. Uhamie huko. Sio kutamani hiyo. Sijai kutamani. Kwa sababu sijai kufikiria. Bongo yako. Nyumbani Dodoma? Mwanza nyumbani. Mwanza. Sasa profile inaongopa hizo Wikipedia hizi. Sasa Dodoma ni mji mkuu, tuko saa nyingine ana kwa sababu mtu hata ukimwambia unatoka Tanzania ni sehemu hizi mbili, Dar es Salaam, Zanzibar. Okay, yeah. Kwa mtu natoka Tanzania, Zanzibar, do you know Zanzibar? Mtu anaanza Zanzibar. Mbona? Kwa sababu ni Zanzibar kama hivyo kivutio, watalii wanakuja. Kija Dar es Salaam ndo kama jiji ambalo ni kubwa. Labda Arusha sasa ndo hivyo, Kilimanjaro. Dodoma ndo mji mkuu kwa unasema. Sasa Mwanza nimezaliwa Mwanza, nimekulia Mwanza. Msukuma. Mimi Msukuma, ila mzee nani Msengi, watu wa Singida. Sisi tunatukana sisi nchi hii, sisi Wasukuma na Makonde. Anyways, sisi tunashukuru sana kwa wakati wako, na kitu kikubwa ambacho Watanzania itakuwa mmekipata kutoka hapa ni nafasi ya Simba. Simba bwana ina nafasi kubwa kwa mujibu wa Ali Msengi, lakini ukiachana na Ali, hata ukiangalia tu safari ya msimu huu, hatua ya makundi zilivyopita, hatua ya robo finali, ingaje robo finali pale Stellenbosch wameshangaza watu wengi sana. Zamalek. Ile pale ilistosha watu wengi sana, watu wakaanza Stellenbosch hii vipi? Lakini ukifuatilia in between the lines unaona timu za Afrika Kusini zinasumbua sana timu za Misri. Kwa hiyo uweze kushangaa sana kama mfuatiliaji mzuri sana wa huu mpira wa Afrika. Ali Msengi ameipa Simba 60% ya kwenda mbele, alafu 40% kawaachia Stellenbosch, na hizo kutokana na uwekezaji wao tunaheshimu mpaka wamefika hapa, sio kwa bahati mbaya. Sasa basi sisi tunafunga hapa mazungumzo yetu, au kuna kitu tumesahau nataka kuzungumzia? Hapana, mimi niwatakie tu kila la heri Simba Sports kuelekea mchezo wa robo finali dhidi ya Stellenbosch. Naamini tunafika finali. Wewe ni Stella hizo, sio kasaliti. Mimi ni Mtanzania. Kwa hiyo upande wa nyumbani. Mimi ni Mtanzania. Ningekuwa bado nachezea Stellenbosch ningeweza kusema Stellenbosch. Ningekuwa okay, mimi ni mmoja wana community wa Stellenbosch. Lakini kwa sasa hivi nilikuwa mmoja wana community wa Stellenbosch. Yeah. Anyways, jambo ndo limefika hivyo, kwa hiyo usisahau kusubscribe hapo. Tumepata hayo, lakini kama haitoshi, kutakuwa na muendelezo wa hizi taarifa za hizi timu mbili, au hii nusu finali ya Simba na Stellenbosch. Tutapata kufahamu vingi. Ali ana vitu vingi sana ambavyo vingine hatujavipata. Vingine tumeshare hapa, lakini vingine kadri muda utakavyomhitaji basi tutakuja kuzungumza naye na kwa ajili ya kushare vitu vingi. Usiache kusubscribe, make sure unafanya hivyo ili kuendelea kupata taarifa nyingi nzuri za kimichezo. Mimi ni Khalid Mzinga, nilikuwa na Ali Msengi, nyota kimataifa wa Tanzania, national team player, katwanga kwenye timu ya taifa ya Tanzania, ametwanga Afrika Kusini, ametwanga Tanzania, lakini kama haitoshi amecheza timu ya taifa ya vijana ile Serengeti Boys ambayo inakumbukwa zaidi ya 2017. Huyu bwana mshikaji wako nani? Mshikaji wako sana pale Serengeti ile ilikuwa nani? Alikuwa Cyprian Benedict Mtesigwa.
Mtasingwa sasa hivi anaumwa. Bwana, kwa hiyo viungo kwa viungo. Hasa mimi kwa wakati ule nilikuwa nacheza center back. Kumbe. Ulikuwa unacheza na Job? Nyuma yenu uko chini Kabwili. Golini Kabwili, kulia walikuwa wanapishana Kibwana wa Isla. Kushoto alikuwa Kibabage. Aling'anze kwa namba 6. Mara chini ndio. Kulikuwa kuna kulikuwa kuna Kevin Nation, kulikuwa kuna Shabani Ada. Kulikuwa kuna Hassan Juma, kulikuwa kuna Mohamed Abdalla Telo, kulikuwa kuna Yohana Mkomola, Muhsin Malima. Kulikuwa kuna Marco Mwilu, Prison. Okay, kwa Marco naye alikuwepo kwenye ile? Alikuwepo, tulikuwa naye. Kuna Mtesigwa, Mwache Abdul Sopu alikuwepo. Nakumbuka Sopu mechi ya kwanza ile ni ya kwanza aliumia, aligonga kichwa hapa. Bwana Sopu msongo kilo moja hiyo. Bwana ile Serengeti ile. Ile bwana ile pengine ndo Serengeti ambayo inazungumzwa zaidi, si ndio Petro? Ni Serengeti ambao yani uzao wa ile Serengeti mpaka sasa hivi bado wengi wao bado. Basi tutafanya mpango, tutaishauri technical staff ichukue Serengeti ile. Kwa kuna Isa Maruba nimemsahau. Isa Makamba. Captain Makamba. Naye kwa mshikaji wangu sana. Mpaka leo mpaka kesho. Isa Makamba. Captain. Watu nawafahamu vizuri. Watu wa mpira wa generation ambayo impact yake ndo hii. Tunao hawa kina Nganzi na wengine wengi ambao tumewataja hapa. Ni nyota ambao wamekuwa na msaada mkubwa sana katika kandanda, timu ya taifa, na katika klabu hizi. Tunaona quality, tunapozungumza Tanzania ni ligi namba 4 kwa ubora Afrika, basi quality zenyewe ndo hizi ambazo tumezitengeneza wenyewe hapa na zinafanya vizuri. Wengine ndo hivyo wameenda kutafuta maisha sehemu nyingine, wamerudi sasa hivi wako nyumbani, ikitokea fursa wanaweza kuondoka tena maeneo mengine, ili mradi tu kuhakikisha wanaendelea kuhudumu katika field ya uchezaji wa mpira. Bwana, nisipoaga haraka hapa hatutomaliza. Hivyo